Mwanamke mwenye hekima, mwanamke anayekukubali wewe, upungufu wako, udhaifu wako, umaskini wako na utajiri wako. Mwanamke anayekubali ya kwamba leo unaweza kuwa tajiri na kesho unaweza kuwa maskini. Okay. Ama ukagonjeka. Okay. Aliyejiingiza na akakubali kila kitu kwa masikizano, kwa maelewano. Hayo ndo yanaitwa mapenzi. Okay. Kwanza kabisa hatuangalii watoto. Watoto wanakuja baadaye. Lakini kwanza tunaangalia mapenzi. Nimekupenda. Okay. Kwa nini? Si kwa sababu ya handsome, lakini kwa sababu ya ule utu. Ambapo kesho hata handsome ukiondoka, bado utakuwa nafanya nini? Nakupenda. Huyo sasa ndo wife material. Okay. Si yule akija hivi na Range Rover iharibike ndio kukimbia. Na mwanamume naye vivyo hivyo. Ni yule mwenye anajua kabisa upungufu wa huyu msichana mimi nitaubeba. Okay. Usimngoje mke akazaa matiti yankwenda anguka waanza kusema si yule mwenye nilitongoza. Nataka matiti alosimama. Ujue wewe ndo uliangusha. Kwa hivyo hivi vitu paka vioane, vikioane hivi vitu basi hiyo ni ndoa. Okay. Vizuri sana. Bring it to the table. Wanawake wanafaa kuleta nini kwenye meza? Mwanamke hata Biblia inakwambia ni msaidizi. Okay. Mwanamke ni msaidizi. Okay. Kwa hivyo mwanamume mzuri ni ule mwenye anahudumia jamii. Ndio mkaitwa vichwa. Mimi kwa mfano, wewe uwe mume wangu. Najua kabisa unahudumia jamii. Ukipata mshahara unaniambia kabisa tunafanya hivi na hivi. Mimi mshahara wangu mimi sasa. Kwa mfano, manake wanaume wengi huwa wanasema mshahara wako ni wako. Yule mwanamume mzuri anakuambia kabisa mshahara wa bibi yangu mimi hata huasishiki. Lakini anajua siku yenye atakosa huyu bibi yake hatamwacha. Hata saa hii niambiwe kwenu kumefiliwa. Hauna pesa wewe, mimi nitakutolea manake wewe ni bwanangu. Na hata sitasema ni mimi nimetoa, nitasema ni bwanangu ametoa. Na eka ile heshima ya mimi kuwa mkeo. Siwezi toa aibu yako nje. Na iweka mimi kama sasa hivi tumekuwa mwili mmoja. Chako ni changu na changu ni chako. Lakini tukianza kupimana wewe unafanya kazi gani, mshahara ni gani, tutafanya nini? Vitu paka viweko kwa meza, watu waelewane. Msipoviweka kwa meza mkaelewana, hizo ndo zinaleta zile conflict. Huyu afanye hivi, huyu afanye hivi. Kila kitu paka kiwekwe kwa meza, watu waelewane. Ndio hata mkienda kule kwa kitanda, haina shida, manake mmeshaelewana. Kule kwingine ni kumalizia tu. Na ndio maana watu wengi sasa hivi ukiangalia jamii nyingi sasa hii, watu wanaishi tu kama mtu na brother yake. Watu hawapendani tena. Watu wako tu. Nasikia yule bibia fulani, yule bwana fulani, lakini wakitembea njiani hakuna. Yule ako mbele, yule ako nyuma. Wengi walioshikwa mikono sasa hii town kuona watu na mipango ya kando tu hii. Mabibi hawashiki. Nyumbani mapenzi siku hizi hayafanyi. Watu wanafanya kubakana sasa hii. Unamrepu mkeo, manake kunkucha kukataza wiki nzima, mfike Friday. Bado wakataza tutambaka tu. Na hata kupeleka popote.